Katika historia ya Jatu leo ni siku muhimu sana, na ni siku muhimu kwa sababu kilichokuwa kinategemewa kufanyika kimeshafanyika kwa hatua kubwa, lakini sasa kipo tayari kumfikia kila Mtanzania ambaye kwa kweli ni muda sahihi wa kuweza kutimiza haja ya lengo la kampuni, kwa maana ya kujenga afya na kutokomeza umaskini. Ndugu waandishi wa habari na Watanzania wote kwa ujumla mnaofuatilia, kampuni ya Jatu ilianzishwa mwaka 2016 na kupata usajili wake tarehe 20 mwezi wa 10. Kampuni hii ilianzishwa kwa lengo thabiti la kuhakikisha kwamba tunajenga afya na kutokomeza umaskini kwa kutumia kilimo, viwanda, masoko pamoja na mikopo ambayo tunaitoa kwa wakulima wetu isiyokuwa na riba. Kwa takribani miaka mitano sasa tumeshafanya mambo makubwa katika nchi hii. Tumefanikiwa kufanya kilimo katika mikoa zaidi ya 10. Tunalima zao la mahindi na maharage, alizeti, mpunga pamoja na machungwa na parachichi katika mikoa mbalimbali. Lengo la kampuni ni kuhakikisha kwamba mazao tunayoyazalisha lazima yazalishwe na kuingia katika mnyororo wa thamani na kuongezewa faida kwa kutengeneza bidhaa ambazo zinaweza zikauzwa na baadaye kuleta gawio kwa watumiaji wake. Tumefanikiwa kufanya hili katika mkoa wetu wa Manyara, ambapo pale tumeanza katika mradi wa mahindi pamoja na alizeti. Mpaka sasa hivi tuna takribani ekari 5,000 ambazo tayari ziko katika utekelezaji, na tunategemea kuziboresha na kuzitengenezea mfumo rasmi wa kilimo cha kisasa ambao ni mfumo wa umwagiliaji. Mradi huu ndio mradi mama ambao umetufanya tuitishe mkutano huu na kuambia kwamba sasa kampuni inaingia katika soko la hisa. Inaingia katika soko la hisa. Lengo kuu ni kuhakikisha kwamba tunawafikia Watanzania walio wengi ili waweze kununua hisa za kampuni yetu na waweze kupata sifa za kuwa wanachama, na baada ya kuwa wanachama waweze kupata sifa za kulima na kampuni hii. Ili uweze kulima na Jatu, cha kwanza ni lazima uwe na hisa za kampuni. Lakini mtagundua kwamba, ndugu wananchi na Watanzania wote mnaoangalia, tarehe 23 mwezi wa 11 mwaka jana, kampuni hii iliweza kuorodhesha hisa zake katika soko la hisa. Katika kuorodhesha hisa zile, watu wengi walitamani kununua hisa, lakini hawakuzipata kwa sababu wengi hawakuwa tayari kuziuza. Na kwa kuwa kampuni ilikuwa imetoa hisa za awali ambazo tunaita kwamba initial public offering, ndio maana tukaanza utaratibu wa kutafuta namna ya kupeleka hisa nyingi sokoni ili Watanzania walio wengi waweze kuzipata na baadaye waweze kushiriki katika miradi tunayoifanya. Na ndio maana utashuhudia katika kipindi hichi tumeweza kufanikisha kwa kushirikiana na mamlaka husika za kiserikali kwa maana ya Capital Markets and Security Authority MSCA pamoja na DSE, tumeweza kufanikiwa kupitisha prospectus ambayo sasa imeidhinishwa rasmi kama waraka muhimu wa kumwelekeza mwekezaji ili tuweze kufanikisha mradi huu. Katika waraka huu, Jatu imeweza kuzungumzia mambo yote ambayo tumeyafanya angalau kwa miaka mitatu iliyopita, na utaangalia kwamba Jatu imeelezea ni kwa namna gani tumeweza kukua kuanzia kipindi ambacho tumeanza mpaka hapa tulipofikia. Ndugu waandishi wa habari, ni dhahiri kwamba kampuni hii imekuwa ikikua mwaka hadi mwaka. Ukiangalia kuanzia ongezeko la wanachama, tulianza tukiwa waanzilishi 12 ambao ndo waasisi wa awali wa kampuni hii. Lakini mpaka kufikia sasa hivi kampuni hii imeshafikia wanachama zaidi ya 30,000, imeshafikia wateja ambao wananunua bidhaa zake zaidi ya 70,000, imeshafikia wakulima ambao wanalima na kampuni hii zaidi ya 5,000. Tumeshafanikiwa kulima ekari zaidi ya 47 katika nchi hii. Na sasa hivi tunategemea kuongeza ekari nyingi zaidi kulingana na kile ambacho tunaenda kukifanya katika Watanzania. Ndugu waandishi wa habari, siku ya leo ni muhimu kwa Watanzania na hasa sisi wanachama wa Jatu, kwa sababu tukifanikiwa kuingia katika mradi huu wa Kiteto ambao ni mradi pendekezwa, tutafanikiwa kwa transform Watanzania walio wengi kwa kujua kwamba kilimo sio tu kulima, lakini pia ulime ukiwa unapata tija. Ndugu wanahabari, leo ni siku rasmi ambao Watanzania wote tunawataarifu kwamba hisa za Jatu sasa zinapatikana kupitia soko la hisa, zinapatikana kupitia mawakala wote wanaohusika na masuala ya hisa, zinapatikana kupitia matawi yote ya benki ya NMB, zinapatikana kupitia ofisi zote za Jatu PLC. Kwa nini ununue hisa za Jatu PLC? Ni lazima ununue hisa za Jatu PLC kwa sababu huwezi ukawekeza kwenye mradi wowote wa Jatu, hasa ya kilimo, kwa wakala, kuwa mwanachama wa Jatu SACCOS ambayo inakopesha mikopo ya kilimo isiyokuwa na riba, kama hautakuwa na hisa za Jatu PLC.
Lakini kitu kizuri ni kwamba katika hisa hizi tumeweka upendeleo mkubwa sana kwa watu hata wa kipato cha chini, na ndio maana tunasema kwamba buku 5 inatosha. Buku 5 inatosha inamaanisha kwamba mtu yeyote mwenye shilingi 5,000 anaweza kanunua kuanzia hisa 10 na akawa mwanachama wa kampuni ya Jatu, na baadaye ataongeza kwa ajili ya kushiriki kwenye miradi mingine kwa kadri itakavyohitajika. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa hatua tuliyofikia, lakini tunaamini kwamba hapa tunapoenda ni pazuri zaidi. Kwa nini ni pazuri zaidi? Ndugu waandishi wa habari, kampuni hii imeanzishwa na vijana wa Kitanzania, vijana ambao kwa kipindi hicho tulikuwa ni wanafunzi, lakini kwa uchache na udogo wa kipato tuliokuwa nao tumefanikiwa kutengeneza kampuni ambayo kwa sasa hivi imefikia Watanzania wengi na mikoa mingi, na tunafanya miradi mikubwa sana. Tunajiuliza, kama tulifanikiwa kufanya miradi yote na mambo yote haya pasipo kutengeneza mtaji wowote mkubwa kiasi hichi, tunaweza tukafanya mambo makubwa kiasi gani endapo kama Watanzania watatuamini na kushiriki kwa kununua hisa zetu kipindi hichi tunachoingia kwenye soko la hisa? Imagine, tumeweza kufanya mradi wa kilimo cha mahindi na alizeti Kiteto zaidi ya ekari 5,000. Tumeweza kufanya mradi wa kilimo cha maharage katika wilaya ya Kilindi mkoa wa Tanga zaidi ya ekari 10,000. Tumeweza kufanya mradi wa kilimo cha machungwa Handeni zaidi ya ekari 500. Tumeweza kufanya mradi wa kilimo cha parachichi unaoendelea Njombe ni zaidi ya ekari 5,000. Tunafanya mradi wa kilimo cha ndizi zaidi ya ekari 2,000 katika wilaya ya Tarime mkoa wa Mara. Tunafanya miradi mingine midogo midogo kama vile mradi wa mboga mboga unaoendelea Kigamboni. Tunafanya mradi mkubwa wa kilimo cha mpunga katika wilaya ya Kilombero. Yote haya yamefanyika katika kipindi ambacho kampuni inaanza. Sasa ni muda rasmi tunaingia kwenye umma, na tunaingia kwa kufuata vigezo vyote vya kisheria. Tunawataka Watanzania washiriki kwenye kampuni hii ili waweze kubadilika. Ni zaidi ya wakulima 5,000 wamefanikiwa. Kwa kuwa ulikuwa ni uchache na ni mwanzo, tunategemea makubwa zaidi kama endapo tutafanikiwa kuuza hisa hizi kwa Watanzania. Na ndugu watazamaji pamoja na Watanzania wote, hii prospectus imeelezea ni hisa milioni 15 tu zenye thamani ya shilingi 500 hisa moja ndizo zitakazouzwa katika umma wa Tanzania. Unaruhusiwa kununua kama ni mtoto, mama, mzee, yeyote anaruhusiwa. Tunazo siku 45 tangia tarehe 1 mwezi wa 6, tutamaliza tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka huu. Ndani ya muda huu tunatakiwa tuwe tumeshamaliza kuuza hisa hizi na tuanze utekelezaji wa miradi yetu. Katika bajeti kubwa ambayo tumeiandaa, mradi huu utaenda kutekelezwa kwa sehemu kubwa sana katika mradi wetu wa Kiteto ambao ni mradi wa kisasa kabisa. Mradi huu utakuwa unajumuisha vitu vifuatavyo. Cha kwanza, tutaboresha miundombinu ya kilimo kwa kuanzisha mradi wa kisasa wa umwagiliaji kwa kutumia center pivot. Tutakuwa na mradi wa uzalishaji wa chakula ambapo tutajenga kiwanda cha kisasa cha unga wa mahindi ambao unga huu utakuwa ukitolewa dona pamoja na sembe, lakini kwa kutumia teknolojia ya kisasa mno. Lakini pia tunategemea kuboresha miundombinu ya kilimo kwa maana ya vitendea kazi kama vile matrekta na vifaa vingine vya uvunaji. Ndugu wanachama na ndugu wakulima na wanahabari, mtakumbuka kwamba Jatu inapofanya mradi wake wa kilimo, kikubwa inachokifanya ni kuhakikisha kwamba inajumuisha Watanzania walio maeneo mbalimbali ya nchi. Kama uko Mtwara, uko Sumbawanga, uko Tarime, uko Arusha, unaweza ukalima na Jatu eneo lolote Tanzania kwa kupitia tu kuwa mwanachama wa kampuni. Kampuni inahitaji kuwa na matrekta ya kisasa ili tuweze kulima ekari nyingi kwa wakati mfupi. Kampuni inahitaji kuwa na mashine za kisasa katika uvunaji. Kampuni inahitaji kuwa na kiwanda kwa ajili ya kuhifadhi malighafi, lakini pia kuzalisha bidhaa ambazo zitaweza kuuzwa kwa watu baadaye. Haya yote yanahitaji pesa. Haya yote yanahitaji ushirikiano. Ndio maana tuko mbele yenu kuwakabidhi waraka huu ambao sasa umethibitishwa na serikali kwamba tuungeni mkono ili tuweze kuthibitisha hili katika umma wa Tanzania. Kama tutafanikiwa kufanya hichi, tunaamini kwamba wakulima 5,000 tuliowafikia kipindi cha nyuma tukiwa wenyewe, sasa itaenda kuwa ni mara nyingi zaidi kama endapo tutakuwa pamoja na Watanzania wote kwa mfumo huu. Kwa sababu uwezekano wa kufika hapo upo. Kwa nini niseme hivyo? Ardhi tunayo, vijana watekelezaji wa kazi hizi tunao, teknolojia imeshafika, miundombinu inaruhusu. Hatuoni sababu kama Jatu ya kutufanya tukashindwa kuleta mapinduzi ya kilimo katika nchi hii kama endapo Watanzania wataungana na sisi. Na ndio maana leo nipo mbele yenu pamoja na bodi yetu tukiwaomba Watanzania wote, nunueni hisa za Jatu popote ulipo zinapatikana ili tuweze kushiriki katika mradi huu. Baada ya kusema ndugu wanahabari, niseme tu kwamba hichi ndio kilikuwa sababu ya leo kuwaita
na kuwaomba mfikisheni taarifa kwa Tanzania wote popote walipo, uwe ndani ya Tanzania au nje ya Tanzania. Prospectus hii inaelezea kwamba unaweza kununua hisa ukiwa Mtanzania au ukiwa nje ya Tanzania. Hata kama sio Mtanzania unaruhusiwa kununua. Tafadhali, tunajua kwamba mtanufaika kwa kuwekeza na kampuni, kwa kuwa na nyie pia mtapata faida kwenye kilimo, lakini pia kwenye gawio la faida la hisa. Kumbuka, kampuni hii kila mwaka imekuwa ikitengeneza faida ambayo inagawanywa kwa wanahisa wake mfululizo tangu ianzishwe, na imefanya hivyo ikiwa ina mtaji mdogo sana. Sasa leo tunaenda kutengeneza mtaji ambao ni takribani shilingi bilioni 7.5, ambao mtaji huu unaenda kuwekezwa kwenye miradi ambayo imekuwa ikiendelea. Sio kwamba ni miradi mipya. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba tuna uwezo wa kukua maradufu zaidi kama endapo tutafanikisha swala hili, na watu watakao nufaika ni sisi wa Tanzania. Hivyo basi, ni vyema tukatumia fursa hii kwa sisi kama wanachama na Watanzania kunufaika, lakini pia mjue mnajenga kampuni ambayo ni ya wazalendo, kampuni ambayo itawasaidia nyie mlio hai leo, lakini pia na vizazi vinavyokuja, kwa sababu ni kampuni ya umma, ni kampuni ambayo mmiliki ni sisi wenyewe. Sisi ndio tuna uwezo wa kuiendesha kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Sasa ili tufikishe hapo, ni lazima wote tushikamane na tujue kwamba ni kipi cha msingi. Tukumbuke, chakula ni kitu muhimu kwa kila mwanadamu. Unaweza ukaskipu vitu vingine, lakini huwezi ukakwepa kula chakula. Kama huwezi ukakwepa kula chakula, tabia ya hali ya hewa inabadilika kila siku. Tunaangalia mazingira yanazidi kubadilika. Mnadhani Watanzania baadaye watapata wapi mfumo rasmi ya kuvuna, mfumo rasmi ya kuweza kulima kisasa? Ni lazima tuweze kutengeneza mazingira rafiki kwa swala hili, na ili kufanya hivyo ndio maana tunahitaji kutengeneza kampuni ya umma kubwa yenye miundombinu yote ya kisasa ya kilimo, lakini pia mfano ili wengine pia waige, na baadaye tutengeneze Tanzania ambayo tunahitaji kwa kizazi cha leo na kesho.